Day 2 News. We enlighten the dark side. Mbele ya msikiti wa Gaddafi, Masjid al-Gaddafi, mbele yake ambapo ndo kibla, eneo ambalo Waislamu huwa wanaswali, wanaelekea kibla kuelekea mpaka huko iliko Kaaba. Pale kuna biashara ya kibedui inafanyika pale, au ya kiafidhina inafanyika pale, ambayo kimsingi inachafua taasisi ya Kiislamu kwa maana ya Uislamu wote kwa ujumla. Pia inachafua taasisi ya BAKWATA ambayo ndo muhimili na nguzo iliyoshikilia msikiti. Msikiti wa Gaddafi ambapo ndo kuna ofisi ya Sheikh Mkuu wa Dodoma Mustafa Rajab, ofisi ya msikiti wa Gaddafi ambapo kuna ofisi ya kadhi wa Dodoma ambaye ni Mzee Kisusu, wote wanapatikana sehemu hiyo. Lakini biashara inayofanyika pale ni biashara ya kipumbavu, na ni biashara ambayo kimaadili inatuchafua sisi wakazi wa Dodoma ambao shughuli zetu tunazifanya hapa mjini, na yoyote asiyekuwa mkazi wa mjini ambaye huwa anapita aidha kwa kupita, kwa kusikia, kwa kuona, wote tunachafuliwa. Sasa kimsingi mimi najaribu kuwaza kibinadamu kwenye mawazo yangu madogo. Lile tukio linafanyika mbele ya msikiti wa Gaddafi, msikiti mkubwa kabisa Dodoma, ambapo ndani yake anapatikana Sheikh Mkuu wa Dodoma, ndani yake anapatikana kadhi ambaye ni hakimu au mwanasheria wa Kiislamu hapo msikitini Gaddafi. Lakini nashindwa kuelewa viongozi wa kidini ambao ndo wako hapa, ili jambo wao wanalichukuliaje? Kwa sababu mimi siamini, naamini linakera, lakini siamini kama wanashindwa kupata suluhisho. Sawa? Nakwambia hili jambo ni kwamba patrols zinafanyika na tunaona magari ya polisi yanapita. Sasa tunashangaa gari la polisi linapita, alafu baada ya gari la polisi kupita na wewe ukipita unawakuta. Sisemi unapita kwa maana kwamba naenda kushiriki ile jambo, mwandishi, hapana. Ila napita kama ni sehemu yangu ya maeneo yangu ya kazi ambapo kila siku nipo. Sasa unaona patrol ya gari linapita, defender kweli wanapita. Sasa wanapita lakini bado wale watu unawakuta. Ndo hapo tunapokuja kuanza kufikiria kibinadamu, tunaona kwamba hapana, kuna vitu haviko sawa. Hizi mamlaka zinazosajili ya majengo ambao ni guest house, hizo lodge, sijui hizo hoteli, motel, sijui nini, hawa wote ambao wanasajili hivi vitu wafike hapo kwenye hilo jengo ambalo liko mbele ya msikiti wa Gaddafi kibla. Huo ni mtaa ambao bado una wakazi, licha kwamba maduka ya kibiashara ni mengi, lakini wakazi wanaoishi ndani wapo. Hasa kama wapo na wanazaa watoto, wanakuwa wanavyoona ile matukio, huoni kama ni sehemu rahisi kabisa ya kurahisisha masuala ya ngono kuwa ni kama jambo la kawaida? Kwanza inadhalilisha kwanza msikiti, maana hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na tunaiomba serikali iweze kutusaidia kwa kututolea hawa madada poa. Kwa nguvu yoyote ile inawezekana kufanya ifanyike. Wanapokuwa usiku wanafanya hayo mambo, na kuta asubuhi zana zile wanazotumia wanazitupa ovyo ovyo. Kwa hiyo inabidi tufagie, maana inakuwa ni aibu, na sisi ni wanawake. Miongoni mwa hatua tulizochukua ni kutoa taarifa katika ngazi za mtaa na ngazi za kata. Tutatoa taarifa katika ofisi ya mtendaji pale kwamba kuna jambo hili linaendelea hapa mbele ya msikiti ambalo jambo si zuri la uzinifu, linaathiri kwanza wakazi wa mtaa huu, na vile vile kuivunjia heshima sehemu ya ibada, kwa sababu ni wanawake wanaotoka sehemu mbalimbali. Na vile vile tulijaribu kumwambia hata mmiliki, akatoa sababu ambazo hazina msingi, akajitetea kwamba hawa wako nje ya eneo la msikiti, yani yeye anamiliki tu nyumba yake ile. Kwa hiyo tukaona ni sababu ambazo hazina msingi. Lakini kwa utaratibu mwingine, jambo la uzinifu vyote ndivyokuwa ni jambo lililokatazwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo linaharibu jamii. Kwanza linafanya watu wengi, hasa upande wa kina mama, kutojishughulisha na kazi, kwa sababu wanaona kazi ile ya kujiuza miili yao ndio kazi pekee ya kujipatia kipato. Lakini katika taswira ya muonekano kwa jamii, kwanza inasababisha hata wale wake za watu wengine pia wanajiingiza katika biashara ile, kwa kuona wenzao wanafaidi, kwa sababu anajua dakika chache tu anazozitumia yeye anapata kipato. Sasa inaathiri
nyumba za watu, kwa maana wake za watu, na vile vile hata jamii aswasa mabinti wa mitaa ile wote nao wanaathirika. Wanaona kwamba kuna kuja wenzetu kutoka sehemu mbalimbali kwa kupitia sehemu hii, nao wanaiga ile tabia wanayofanya wenzao, nao wanataka tabia ile nao wachukue wairudishe katika mtaa wao, nao kwa maana wake za watu, mabinti zao walioko mtaa huu nao wanaiga tabia ile ya wenzao wanaofanya kwa kujipatia kipato kwa njia zisizokuwa za halali. Lakini mpaka sasa hivi jibu zuri haswa hatujalipata, na mara nyingi tunaona polisi kwa maana wanakuja mara kwa mara wanawakamata, lakini siku 2-3 wanarudia tena kazi ile. Sasa sijui ni hatua gani ambazo wanazichukua baada ya kuwakamata na siku 2-3 wanarudia tena kazi ile. Lakini taarifa hizi zipo kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa mtendaji, ofisi ya mtendaji pia wanazo taarifa hizi. Nimewahi kuzungumza na yule mhusika ambaye wanasimama mbele ya nyumba yake, na aliwa kujitetea kwamba hakuwaita yeye wawepo hapo, kwamba hili jambo kwa sababu halipendezi tutaendelea kulifanya na kuendelea kulishughulikia ili lisiwepo. Day 2 News. We enlighten the dark side.